Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi kafa. Ndugu zangu, karibuni katika kipindi chetu, mwendelezo wetu wa KR 255 TV. Kama ilivyokuwa kawaida, nimekuwa nakupa elimu nyingi sana, nimekuwa nakufundisha sana, na mimi nashukuru kwa ushirikiano wako wa kuniuliza maswali, wa kuweza kujifunza na kutaka ushauri kutoka kwangu na kutaka msaada mkubwa sana, hususan inapofikia mahali kwamba kuna msaada wa kiufundi. Leo nitamzungumzia kiumbe. Kiumbe huyu anaitwa Jamshid. Jamshid ni kiumbe aina ya jini. Jini huyu anatoka katika koo miongoni mwa koo za majini. Kiumbe huyu Jamshid alikuwa na manufaa makubwa sana. Wakati ule ilikuwa ni wakati wa Nabii Musa alayhi salatu wasalam. Katika kitabu cha Kiyunani kilichoandikwa na mwanahistory maarufu Al-Mushidi. Huyu Al-Mushidi amemsimulia huyu jini kwamba jini huyu ni miongoni mwa majini waliokuwa kibadilika. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Jini huyu kihistoria ni mtu ambaye aliweza kuwa na elimu kubwa sana, lakini elimu zake, baadhi ya elimu alizokuwa nazo ni elimu za shirki, ambazo katika itikadi istikama katika dini ya Islamu, hii ni vitendo alivyokuwa navyo ni haramu. Lakini penye haramu kuna halali japo kidogo, kuna wema japo kidogo, kuna ihsani japo kidogo. Jini huyu alikuwa ana mti ambao yeye alikuwa anatembea na fimbo, lakini fimbo ile ilikuwa na manufaa sana. Sisemei fimbo ya Nabii Musa alayhi salatu wasalam, wala sisemei fimbo ya Namrudwa, wala nasemea fimbo ya huyu Jamshid. Huyu alikuwa ni kiumbe miongoni mwa viumbe ambao ni wa majini. Sasa ile fimbo, mmoja katika miujiza ambayo ilikuwa inafanya ile fimbo, nimewahi kuelezea historia hiyo huko nyuma katika lile somo la fimbo. Fimbo hii ilikuwa ukiichukua ile fimbo, anapotaka kukutuma alikuwa akijigeuza katika umbile la mwanadamu. Hiyo historia nimekwishaelezea mara nyingi kwamba wao majini wana uwezo wa kubadilika katika maumbile ya mtu yeyote. Anapobadilika huyu anakuwa katika umbile la kibinadamu, anachangamana na wanadamu. Sasa ikitokea mtu ana shida, kwa mfano wakati ule aliwapa mtihani mkubwa sana, aliwapa watu mtihani mkubwa mno. Kulikuwa na watu watatu, watu wa aina tatu au watu watatu, lakini kwa fani tofauti. Walikuwa hao watu wako nyikani au mbugani. Mtu wa kwanza yeye alikuwa na ndege. Hiki sio kisa cha kusimuliwa, ni uhalisia. Huyu mtu alikuwa na ndege ambayo ilikuwa na uwezo wa kupakia watu 4 tu. Mtu wa pili yeye alikuwa na darubini, yani kiona mbali kwa lugha ya Kiswahili. Na mtu wa tatu yeye alikuwa ni mtaalam wa tiba, mtaalam profesa wa madawa. Sasa wa watu walikuwa wakitembea katika safari moja. Sasa walipofika kwenye nyika moja, yule mtu mwenye darubini akawa anapima kuangalia huko anakokwenda wapi. Kwa bahati nzuri, kwa mbali akamuona mwanamke mzuri kweli kweli, lakini yutabani. Lakini mahali pa kutoka hapo kwenda pale katikati pana mtihani mikubwa sana. Pana simba, pana nini. Basi akawajulisha wenzie kwamba jamani, mimi nimemwona msichana mrembo kweli kweli, twende tukamnusuru, tukamuokoe. Hawana namna ya kufika, wakaingia kwenye chombo, kwenye ile mwenye huyo ndege. Basi wakaruka wakaenda mpaka pale. Walipofika pale wakamkuta mwanamke yuko taabani, binti kigori mzuri anawaka. Maumbile Mwenyezi Mungu kamuumba namba 8. Alhamdulillah. Kila mmoja akaangalia akasema lazima tumnusuru. Sasa tunafanyaje? Aliyakuwa anaumwa, mwenye dawa akatoa kibuyu chake akamtibu. Sasa pale ukatokea faraka. Ni nani miongoni mwetu anayetakiwa kumuoa? Kwa sababu mwanamke mmoja haolewi na wanawake watatu, shekhe. Inatakiwa mwanamke aolewe na mume mmoja tu, anamilikiwa na mume mmoja. Iweje? Sasa sisi tuko watatu, na kila mmoja kwa falsafa yake amefanya kazi kubwa. Sasa mimi nakuuliza wewe, na napenda nikikata hiki kipindi ili tuumize akili, ndio utajua Jamshid
na fimbo yake iliwasaidiaje hawa watu? Baada ya kuona zogo limekuwa kubwa na yule mwanamke anashindwa kuchagua, bila huyu mwenye ndege wasingefika hapa, bila mwenye darubini kuniona, mwenye ndege asingeweza na huyu mganga asingeweza kunitibu, bila huyu mganga na huyu mwenye darubini, basi huyu mwenye kibuyu chake cha uganga asingeweza kunitibu. Sasa mimi nitaolewa na nani? Na mimi shuti langu lazima niolewe. Yule jini akawa amefika pale, Jamshid, nini alichokifanya? Ninakuacha na wewe usumbue kidogo akili yako uweze kuelewa kwamba ni kitu gani kilichokuwa kilichoendelea, ili usiache kusubscribe katika chaneli hii, ufuatane na mimi ili niweze kukumalizia kisa hicho, uweze kuendelea kwa wakati wako, uweze kujua hekima yake ni nini na uzito wa ile fimbo. Nitakuja kukuelezea kwa kina ili uweze kuelewa kwa uzuri, uweze kutafakuri. Karibu, usiache kusubscribe katika chaneli hii ili uweze kufuatana na mimi katika vipindi vyetu vinavyofuata. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.